Rais William Ruto ameomba radhi hadharani kwa taifa jirani la Tanzania kufuatia mvutano uliodumu kwa siku kadhaa kuhusu hatua ya kuwatia mbaroni na kuwafukuza wanaharakati mashuhuri kutoka Afrika Mashariki waliokuwa wamewasili nchini humo kuhudhuria kesi ya kiongozi wa upinzani wa Tanzania Tundu Lissu. Katika hotuba yake wakati wa maombi ya kitaifa siku ya Jumatano, Rais Ruto alisema, "Kwa majirani zetu wa Tanzania, kama tumewakosea kwa namna yoyote ile, mtusamehe. Kwani kama kuna lolote ambalo Wakenya wamefanya na si sawa, tunaomba msamaha," alisema. Kauli hii inafuatia shutuma nzito dhidi ya Watanzania na hususan Rais Samia Suluhu Hassan ambazo zimekuwa zikitolewa na baadhi ya Wakenya kwenye mitandao ya kijamii. Hali hiyo ilisababisha hasira bungeni nchini Tanzania ambapo wabunge walilaani kile walichokiita udhalilishaji wa mamlaka ya Tanzania na kuingilia mambo ya ndani ya nchi hiyo. Mvutano huu uliibuka baada ya wanaharakati wawili, Boniface Mwangi kutoka Kenya na Agatha Tuhaire kutoka Uganda, kudai walitekwa, kushikiliwa kwa siri na kuteswa na vyombo vya usalama vya Tanzania kabla ya kutupwa mpakani bila maelekezo yoyote. Tukio hilo lililaaniwa na serikali za Kenya na Uganda ambapo zilikosoa Tanzania kwa kukataa kutoa huduma za kidiplomasia kwa raia wao waliokuwa wakishikiliwa. Hata hivyo, Rais Samia alisema hatovumilia wageni kutoka mataifa jirani kuja na kusababisha fujo au kuingilia masuala ya ndani ya nchi hiyo. Tukio hilo lilizua vita vya maneno mitandaoni huku baadhi ya Wakenya wakimkejeli Rais Samia na kushambulia wabunge wa Tanzania. Kwa upande wao, wabunge wa Tanzania walilaani mashambulizi hayo na kueleza kuwa Samia ana wajibu wa kutetea heshima na maslahi ya taifa lake. Mbunge wa Iringa mjini, Jessica Msambatavangu, alifichua kuwa alipokea ujumbe mwingi wa WhatsApp kutoka kwa Wakenya waliokerwa, hali iliyomlazimu kuzima simu yake kwa muda. Hata hivyo, aliwahimiza vijana wa Kenya kuendeleza mijadala yao ya hoja kwa hoja na hata kupendekeza kuanzishwa kwa kundi la WhatsApp kwa ajili ya mazungumzo zaidi, akiahidi kushiriki moja kwa moja siku ya Jumamosi. Ruto pia alitumia fursa hiyo kuwaomba msamaha vijana wa Kenya maarufu kama Gen Z ambao wamekuwa mstari wa mbele kuikosoa serikali yake tangu maandamano ya kupinga ushuru mwezi Juni mwaka jana ambayo yalipelekea vifo vya watu kadhaa. Hata hivyo, baadhi yao wamepinga msamaha huo wakisisitiza kuwa rais anapaswa kujiuzulu badala ya kuomba msamaha. Kauli ya Ruto ya kusamehewa ilikuja kama mwitikio kwa wito wa mhubiri kutoka Marekani, Ricky Allen Bolden, aliyewahimiza viongozi kufuata njia ya upatanisho.